Kuna hii hapa taarifa ambayo imewekwa na Nipashe Digital Mwanga wa Jamii. Tume huru ya uchaguzi yabaini watu kujiandikisha zaidi ya mara moja. Tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC imesema imebaini uwepo wa changamoto kwa baadhi ya watu kujiandikisha zaidi ya mara moja katika vituo tofauti wakati wa zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura mkoani Dar es Salaam. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa uchaguzi Kailima Ramadhani, huku akibainisha hatua ambazo zinachukuliwa na tume hiyo baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika. Amesema baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika katika vituo, tume inachakata taarifa za watu wote walioandikishwa kupitia mfumo maalum wa alama za vidole ambao una uwezo wa kuwabaini wapiga kura wote waliojiandikisha zaidi ya mara moja. Kingine, tume hufanya zoezi la kulinganisha sura za watu wote walioko kwenye daftari. Lengo ni kubaini iwapo kuna waliojiandikisha zaidi ya mara moja. Pia iwapo itabainika mtu amejiandikisha zaidi ya mara moja, jina na taarifa za mtu huyo hufutwa na mfumo katika vituo vingine na kubakiza katika kituo cha mwisho alichojiandikisha katika daftari. Hivyo taarifa nyingine zote za awali hazitaonekana. Amesema hivyo kiongozi huyo. Sasa hii kidogo taarifa imezua gumzo. Moja kati ya wadau wamekuja kuandika hapa, si tulikubaliana no reforms no election. Mtu mwingine ameandika sasa mnaandikisha wenyewe alafu mnajichunguza wenyewe. Hapa ni no reform no election. Mtu mwingine ameandika hakuna uchaguzi, ni kusumbuana tu. Mtu mwingine ameandika no reform mtaitaka tu kwa lazima, ndio tumeanza hivyo kujiandikisha mara mbili. Mtu mwingine ameandika bana mtajua wenyewe bana, mimi sipigi kura. Huyo ameandika hivyo. Mtu mwingine ameandika tatizo hamtaki teknolojia itumike kwenye uchaguzi, hizo ndizo sababu bado mna plani za kiaina. Wasira kama mngeruhusu akienda sehemu nyingine kujiandikisha anaonekana. Mtu mwingine ameandika hivi kumbe kuna tume huru na wanasema ya Kenya au ni ya Tanzania. Mtu mwingine ameandika tume ya Chadema na polisi. Mtu mwingine ameandika sasa hii tume inastahili kuitwa huru kama itakuwa inasema ukweli. Hongereni sana kwa kutambua hilo. Mtu mwingine ameandika eti tume huru ipi sasa? Hizo ndizo baadhi ya comment, huku no reforms no election ikiwaathiri watu wa Kitanzania. Hii ni kauli mbiu ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Nini maoni yako kufuatia hiki kitu ambacho tume huru wamekibaini kufuatia daftari la kupiga kura, ikiwa mwaka huu tunategemea uchaguzi mkuu kufanyika? Hii ni VOT Media, tumechangamka.